tunachojua wana Simba dabi iko pale pale na tunajiandaa. Tumejiandaa na tunaendelea kujiandaa. Na tutakwenda kwa wingi. Naamini bodi ya ligi itatangaza chini ya msemaji wao itatangaza tiketi kwa ambao hawajanunua tiketi watanunua tiketi na wataenda uwanjani kuangalia show ya kibabe. Na asema watacheza. Mechi iko pale pale tarehe 15. Tunachojua sisi wana Simba watacheza. Kwanza kitu kimoja nimuombe Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu sana msemaji wetu Ahmed Ally. Mwenyezi Mungu amuongoze na ampe busara, ampe afya njema, azidi kufanya kazi yake, kazi iendelee. Kama anavyosema Mama Samia Hassan Suluhu, kazi iendelee kwa Simba. Lakini huyu bwana upande wa pili hatuchezi. La leo akilizungumza kesho alijui. Anajipya. Kwa sababu hata nyinyi mmeshuhudia katika barua ambazo zimetoka tangu mechi imeahirishwa. Simba ana barua moja, labda hii ambayo imetoka jana, si imetoka leo, ni barua ya pili. Lakini tizama wenzetu walivyokuwa na barua karibia 10 zinafika. Sasa ukitaka kuangalia pia yani msemaji wao mtu wa ujanja, viongozi wa ujanja, yani wamekutana timu ya wauni, Yanga timu ya wauni. Kwanza sisi wote wanachama, mashabiki, wapenzi wa mpira, wapenda soka, tunajua kama Yanga wana vipengele vya madeni. Tunajua wao wana vipengele vya madeni, sio hapa tu mpaka TFF, mpaka kasi huko. Mpaka FIFA huko wanadaiwa na wachezaji kutwa tu wanadaiwa wao. Kwa hiyo hata hapa wana madeni, lakini wameizima data wakisahau wao kama wana madeni. Na madeni yamekatwa kupitia pesa hiyo ya kombe la CRDB benki. Kweli leo tumeona waraka wao wamethibitisha kwamba hiyo pesa walishatoa tangu mwaka jana, lakini kwa kuwa wao wana vipengele vya madeni pale TFF wamekata madeni na bado wanadaiwa. Nafurahi kwa sababu kwanza na furaha ya timu yangu. Timu yangu bora yenye kikosi bora inatupa kitu kinachotufurahisha wana Simba wote kwa ujumla. Simba hiyo. Ana ya barua kusema watu. Barua gani? Barua kwamba mchezo uko pale pale. Mchezo uko pale pale. Sisi tunachojua wana Simba tumejiandaa na tunaendelea kujiandaa. Mchezo wa dabi uko pale pale tarehe 15. Hayo mengine madeni, sijui hatuchezi, sijui nini, sisi hatujui. Tunachojua dabi na wana Simba pale geti likifunguliwa tu tumeingia Taifa. Geti likifunguliwa tumeingia Taifa. Ndugu zako wamekuja na hoja zao 4 kwamba wakitaka bodi ya ligi iwe huru, lakini CEO aweze kuondoka kwenye ile kiti, lakini baadhi ya kamati ya TFF iweze kuondoka, kamati ya masaa 72, lakini kamati pia ya utendaji na uratibu wa TFF waweze kunyanyuka. Katika kauli hizi ambazo walizotoa katika hoja zao, unaona hoja ipi ambayo ina mashiko? Kwa sababu ukiangalia kama wanabadilika hivi, sioni hata hoja moja yenye mashiko, kwa sababu TFF hiyo, bodi ya ligi hiyo, chombo hicho cha mpira ndio ambacho walikuwa kiamini. Sisi wote watu wa mpira ndio chombo ambacho tunakiamini. Wamechukua makombe, nikisema makombe, wamechukua makombe mfululizo ya FA, ya ligi kuu NBC, wakiwa waongozi huo chini ya Karie, sio wao Kasongo, pamoja na viongozi wengine. Sasa leo hii hao ndio wabaya, na wakizungumza habari ya kuahirisha mpira, wao ndio chanzo chanzo cha kuwazuia Simba kuto kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea dabi. Wakisema wao kwamba hawajawahi kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea dabi, si kweli. Na kama hawakuwahi, hatukuwahi kuwazuia, hatukuwahi kuwaletea mabouncer, hatukuwahi kuwaletea kizuizi chochote kuelekea mechi yetu, na tulikuwa tunacheza, kwenye kufungwa tunafungwa, kwenye kushinda tunashinda. Sasa wao wana wasiwasi gani? Kwanza wameshatufunga mara 4. Leo hiyo wana wasiwasi gani? Kama madai wakadaiane huko, na kama walikuwa kama wanadai msimu umeanza, hizi pesa wanazodai za tangu mwaka jana, msimu umeanza. Kwa hiyo kama msimu umeanza, kwa nini wasidai madeni hayo mapema? Wanakuja kudai mapema kipindi hichi ambacho wanasema hatuchezi, wanakuja kudai madeni. Sisi tunachojua wana Simba dabi iko pale pale na tunajiandaa. Tumejiandaa na tunaendelea kujiandaa na tutakwenda kwa wingi. Naamini bodi ya ligi itatangaza
chini ya msemaji wao itatangaza tiketi kwa ambao hawajanunua tiketi, watanunua tiketi na wataenda uwanjani kuangalia show ya kibabe. Na asema watacheza. Mechi iko pale pale tarehe 15. Tunachojua sisi wana Simba watacheza. Kwa kauli ambazo alizozungumza msemaji wa Yanga Ally Kamwe kwamba amesisitiza kuhusu kucheza dabi, lakini pia jana akaliongeza swala la kutokulipwa na TFF malipo yote. Lakini ukiachana na hivyo leo kaja tena usemi wakasema kwamba hayo madeni yamekatwa, na hii sio mara moja, ishe kutokea kipindi cha nyuma Yanga walifanya hivi. Unaweza ukasema vipi kwa msemaji, lakini kwa Yanga pia kuhusu mambo ambayo anaendeleza? Kwanza sisi wote wanachama, mashabiki, wapenzi wa mpira, wapenda soka, tunajua kama Yanga wana vipengele vya madeni. Tunajua wao wana vipengele vya madeni, sio hapa tu, mpaka TFF, mpaka kasi huko, mpaka FIFA huko wanadaiwa, na wachezaji kutwa tu wanadaiwa wao. Kwa hiyo hata hapa wana madeni, lakini wameizima data wakisahau wao kama wana madeni. Na madeni yamekatwa kupitia pesa hiyo ya nani ya kombe la CRDB benki. Kweli leo tumeona waraka wao wamethibitisha kwamba hiyo pesa walishatoa tangu mwaka jana, lakini kwa kuwa wao na vipengele vya madeni pale TFF wamekata madeni na bado wanadaiwa. Wani tuseme hawa Yanga utopolo hawachezi, ni wadaiwa sugu. Kwa hiyo kila mtu analifahamu hilo. Ndio. Lakini Fatuma, TFF wamekuwa wepesi kujibu mashtaka haya ambayo ni mepesi, lakini lile la tarehe 8 ambalo lilofanya mchezo kuendelea limekuwa zito bado. Ndio maana watu wanaingia mashaka. Katika hili unaweza ukasemaje katika upande wa TFF, lakini pia natamani kujua imani yako kwa TFF. Imani yangu ipo, lakini wanasema ngoma ikivuma sana upasuka. Uswaiba umefika mwisho. Uswaiba ulikuwa mkubwa sana. Watu kwanza waliwakubalia kwamba wazamini nani timu zote, lakini sisi tunashukuru tuna timu imara na viongozi imara. Na tulikuwa tuna CEO mwanamke wa shoka, sasa hivi hayupo, tuna CEO mwingine. Lakini mara nyingi sana alipambana juu ya swala lile na alifanikiwa. Hatukuweza kudhaminiwa kwenye GSM sisi. Sasa kama ule uswaiba huo na uswaiba na mwingine, na kila mtu alikuwa anaona hapa Simba ilikuwa ikionewa. Sasa tunasema hivi, wana Simba, ngoma ikivuma sana mwisho wake upasuka. Ndio hiyo inapasuka sasa. Inapasuka. Wewe unataka kuniambia kwamba Yanga walikuwa wanapendelewa zaidi kuliko nyinyi? Kila mtu analijua hilo. Kila mtu analijua. Msema kweli yoyote na muogopa Mwenyezi Mungu analijua hilo. Kama Yanga ilikuwa inabebwa kila kitu. Mpaka kufikia hapa leo, ngoma nimekwambia ndugu mtangazaji, ndugu mwanahabari, ngoma imepasuka hiyo. Watu wanaanza kupigiana wenyewe majipu. Sasa Simba kakaa pembeni. Mara fulani atoke, mara Kidau atoke. Kidau ndo marefali wake hao. Ina maana siku zote wao. Penalty, sisi tumeshai kuishuhudia penalty ya Yanga. Mtu kaangushwa nje ya 18. Penalty imefunikwa ndani na Yanga na Yanga na mpira ukawekwa na Yanga wakapata goli. Na maisha yakaendelea. Ina maana hao yote walikuwa yaoni hao. Msimu yote waliochukua ubingwa misimu mitatu yote walikuwa magoli mengi ya ujanja na kila mtu alikuwa anaona, lakini Simba alikuwa mnyonge. Sasa hivi ninapokuambia Simba pale wenye mpira wao wamerudi. Tuna watu wa shoka. Tuna mtu pale anaitwa Magoli. Ana mchezo na mtu kufanya masiara atakupiga makofi. Kwa hiyo kwa namna vile uongeaji wa Ahmed Ally na Ally Kamwe, kuna kipi cha kumshauri msemaji wa Yanga ambaye anaonekana kama na taarifa zake zinakuwa za tofauti na msemaji wenu? Kwanza kitu kimoja, nimuombe Mwenyezi Mungu sana msemaji wetu Ahmed Ally. Mwenyezi Mungu amuongoze na ampe busara, ampe afya njema, azidi kufanya kazi yake, kazi iendelee. Kama anavyosema Mama Samia Hassan Suluhu, kazi iendelee kwa Simba. Lakini huyu bwana upande wa pili hatuchezi. La leo akilizungumza kesho alijui. Anajipya. Kwa sababu hata nyinyi mmeshuhudia katika barua ambazo zimetoka tangu mechi imeahirishwa. Simba ana barua moja, labda hii ambayo imetoka jana, si imetoka leo, ni barua ya pili. Lakini tizama wenzetu walikuwa na barua karibia 10 zinafika.
Sasa ukitaka kuangalia pia, yani msemaji wao mtu wa ujanja, viongozi wa ujanja, yani wamekutana, timu ya wauni. Yanga timu ya wauni. Unasema? Yanga timu ya wauni, hatuchezi timu ya wauni. Viongozi wao pia wauni na mashabiki zao wauni. Na mabaunsa wao waliowaleta pale Taifa wauni. Na huyo kiongozi wa serikali anayesemeka kwamba ndio ambaye yeye alitoa amri Simba isifanye mazoezi pia na yeye muhuni. Kwa hiyo timu ya wauni imezungukwa na wauni. Hapo kuna mpira, kuna wauni. Si umesikia leo anasema jana wamezungumza baada kwenye kutoka TFF, wakafanya press yao pale kwenye kwenye klabu yao. Sawa? Wamefanya press yao pale kwenye klabu yao na wakasema hata CRDB benki hawachezi kwa sababu wanadai madeni yao, madeni ya tangu mwaka jana wanadai mpaka leo, na ikiwezekana hata hizo mechi ndio mechi ya kula na Doto hiyo hawachezi, wamekataa. Na hizi ligi zilizobakia wazimalizi. Sasa hiyo timu ya wauni hiyo. Umejisifia na uongozi bora kuliko timu yoyote hapa Tanzania. Nasema hivi, kwanza msimu huu kiisha Simba ndo atakayepewa tuzo timu bora. Timu bora ina viongozi bora, wachezaji bora na mashabiki bora. Ndio tutachukua tuzo. Tukiongozwa na Mangungu. Tukiongozwa na mwenyekiti wetu Alwatan Mangungu. Mmemsema sana yule kipindi cha nyuma. Timu ikifanya vibaya manunguniko lazima wawe mengi. Hakuna mtu ambaye anapambana kwenye timu yake yani akakosa furaha bado akaifurahia. Timu yetu tunaendelea kuipa support, tunapambana, lakini kama tukiona viongozi wanalilei lazima tukasirike. Kuna wengine lazima wanakuwa na shindwa na imani, wanazungumza maneno machafu, wanatukana, lakini wengine tunavumilia lakini tunaumia. Lakini maisha yanaendelea. Lakini msimu huu bwana Mangungu simemwona kama alikuwa na kilo 60, sasa hivi ana kilo 70. Wewe unafikiri kuifikisha timu finali kazi ndogo? Na mmeona ujanja wa Zanzibar uliofanyika hapa. Lakini kombe tulikuwa tunachukua kombe tulikuwa tunachukua na tungechukua tu kombe lile kwanza tungeenda nalo kwa marehemu Magufuli. Bwana Fatuma, mmebakia na kombe moja ambalo matarajio yenu kubeba. Wenzenu wakiingiza timu ikitokea uwanjani hatujajua kwamba ni hivyo au michezo hiyo mingine itaamua ubingwa. Ikitokea kwamba mmekosa tena ubingwa, una kitu cha kusema kwamba mna deni kwa viongozi au mna deni kwa wachezaji? Walete timu kombe tunachukua, wasilete timu kombe tunachukua. Na kuhakikishia hapa tutakutana tena wakati tumeshachukua kombe, nitakuja nalo hapa na nitakuita hapa na utanioji hapa na kombe utaliona hapa likimelemeta. Walete timu tunachukua kombe, wasilete timu kombe tutalichukua msimu huu.